Tuko Dubai na si Dubai ambao pengine mmezoea tu, katika ukumbi wa Dubai katika mkoa wa Mbeya Makongorosi, katika uzinduzi ama usiku wa uzinduzi wa series au tamthilia ya Kisasi. Tuko na Bad Boy hapa, nikawa najiuliza kweli tamthilia husiana na kisasi? Mambo ya visasi Bad Boy yasiwepo, sio kweli. Tuzungumze naye hapa tuelezee kuhusu tamthilia hiyo na uzinduzi huu. Inakuaje my brother? Bana, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapo tulipofikia. Lakini pia na mimi nashukuru waandishi habari wote ambao wamefika katika hili tukio. Kwangu ni faraja sana. Bana, kwa sababu tukio linakuhusu sana wewe, ni wa sasa hiyo kutuelezea kuhusiana na tamthilia hii ya Kisasi. Hii series maudhui yake ni action kwanza. Lakini imelenga zaidi katika masuala ya tumbaku, lakini pia katika masuala ya mgodi. Why niko kuifanyia hapa Chunya? Kulingana na mazingira ya huku Chunya, kwa sababu huko kuna biashara tumbaku, lakini vile kuna biashara ya madini. Kwa hiyo nikaona sio kila siku tufanye kazi Dar es Salaam. Kuna kipindi inabidi pia tutoke nje ya Dar es Salaam tukatoe fursa kwa ajili ya wasanii wengine ambao ni upcoming. Sisi tayari tushakuwa katika hali hii, lakini kuna wenzetu tunao wanahitaji pia msaada kwa ajili ya kuwatoa pale walipo wafike kwenye hatua nyingine ambayo tumefanya hapa. Kwa sababu umelenga vitu hivyo, mambo ya madini na masuala ya kilimo cha tumbako, ugumu ulikuwa kiasi gani mpaka project imeweza kukamilika? Kiukweli haikuwa rahisi kama vile ambavyo tunavyochukulia, kwa sababu tunasema hakuna kazi rahisi. Changamoto ni kawaida katika utafutaji wa riziki au katika maisha, lakini ndio maisha yetu ya kawaida kila siku. Lakini ninachokiona mimi kwangu ni kama vile nafasi kubwa ya kujifunza zaidi kwa kile ambacho nimekipitia, lakini changamoto zilizokuwa nimepitia katikati ilikuwa kubwa zaidi. Mungu ndo anajua kwa kweli. Bad Boy umeigiza movie nyingi sana. Kwa mujibu wa tamthilia hii ya Kisasi na tunaenda kuizindua, hebu tuambie unaipa namba ngapi kwa ukubwa, kwa maandalizi ambayo mmeyafanya, kwa sababu ukisikia shughuli imefanyika kwenye madini sio swala dogo? Siwezi kuipa namba, lakini ninasema tu kwa neno kubwa, sio series ambayo iko kawaida. Ni series ambayo ina ukubwa zaidi kwangu mimi, lakini pia kwa watazamaji nafikiri baadaye ikaanza kuruka wataona tofauti wa hii series. Iko tofauti kidogo. Nimefanya kitu tofauti brother. Siwezi kujisifia, lakini nachokitrust katika nafsi yangu ni kwamba series niliyofanya sio ya kawaida. Nafikiri baadaye mtajionea wenyewe kile ambacho kimefanyika. Kazi iko vizuri. Sasa inapatikana wapi? Sasa hivi siwezi kuongelea, kwa sababu nikiongelea hapa nita brand kitu cha mtu, kwa sababu ni biashara, sio? Nachokifanya kwanza ni maliza uzinduzi afu ndo mpelekee mtu ambaye anafanya naye biashara. Bad Boy bwana, wewe upo kwenye tamthilia zingine pia, sijui muda ulikubana vipi au ulikuruhusu vipi kutoka kule, kwa sababu ile inaendelea na kuigiza tamthilia nyingine huko kambi tena mkoa mwingine. Sijajua ruhusa ilitokea wapi au kule tayari mmalizana? Kule mimi historia yangu imeshaisha tayari. Series inafikia hatua story yako ambayo una play inaisha. Kwa mimi story yangu imeishia pale. Kwa hiyo nikajiongeza, nikaona wacha nikafanya kitu ambacho cha kwangu kama mimi. Lakini pia nitoe shukrani, nisiwe mchoyo wa shukrani sana kwa Safanki Security. Ni kampuni ambayo imetoa support kubwa sana katika hii series, lakini pia imetoa support kubwa sana katika huu uzinduzi ambao tumefanya hapa sasa hivi. Mungu awabariki sana na wabless kwa ukubwa zaidi. Lakini pia naweza nikasema mkurugenzi wa hii kampuni, Mungu azidi kumweka, kwa sababu najua alichokifanya na wema aliofanya basi ni mkubwa zaidi kwangu. Tuendelee kufanya mazuri zaidi katika nchi yetu Tanzania. Na ngoja tukuulize hili kwa sababu tuko na wewe hapa. Uliigiza na ulikuwa mwigizaji katika tamthilia ya Huba pia. Kule kuna Nicole. Nicole hivi katikati ameingia katika kesi mahakamani kabisa. Inasemekana amechapa hela za baadhi ya watu ambao walikuwa wakifanya nao masuala ya vikoba vile manini. Kwa kama msanii ambao uliigiza naye pengine na mshikaji wako, kuna mawasiliano yote yalitokea kati yako na yeye mpaka leo ilipofikia, au baada ya taarifa kwako zimekufikia ndugu yangu, hili swala wewe ukalipokeaje? Labda ilikuwa mwezi tuseme, sio? Inasemekana hivyo. Labda ilikuwa ni mwezi Nicole. Siwezi kujua hilo. Lakini hizo taarifa nimezisikia, lakini siwezi kuongelea kwa undani zaidi katika nafsi yangu, lakini ni changamoto tunazopita katika maisha. Binadamu wote anapitia magumu na mazuri na mepesi, lakini tumuombee tu dua yaisha mambo katika amani. Ile uliwasiliana naye? Hapana. Mimi hiyo issue ambayo inamtokea Nicole mpaka hivi ninavyoongea mimi na wewe, mimi inamtokea mimi niko Chunya. Lakini katika magrupu ambayo yapo na mimi yeye yupo, naona kinachoendelea.
lakini vyombo vya habari pia vinaongelea hilo swala. Kwa hiyo sio swala kuchekelea hilo bwana. Matatizo yanamtokea mtu yote yule brother. Kama tumalize na hili ndugu yangu, wewe unaigiza sana masuala ya kijambazi, yani vita ndio shughuli zako sana. Hata umo kwenye kisasi, tunajua kabisa bala lako lichaona la aina gani. Huwa unaenjoy kuigiza scene gani? Hizi au hata zile za masuala ya mahusiano zile nao unapiga fresh? Mimi ni msanii na play part yote, lakini ukineka kwenye action unaenjoy, unafurahi. Ukiniangalia unasema yes, jamaa kafanya jambo. Lakini kwa nini na hizi action? Kwa sababu ndo mashabiki wanapenda. Wakiona kwenye action wanasema hapo brother kaa. Kwa hiyo love story napiga. Kama ulifuatilia hizo season nyingine uko nyuma, niko romantic brother. Romantic. Sio vita tu. Hapana. Sio kurusha tu wale mambo, lakini kwenye love story pia, lakini ndo nimeanzia huko mimi. Kama umefuatilia nyuma way back, nimefanya movie nyingi sana za mapenzi. Kwa baadaye nikaanza kuingia kwenye hizi movie za action. Lakini sasa naona kama watu wanapenda kwenye action, wacha tuwaletee burudani za action tumazo mwisho. Kazi. Kila kheri my brother, uzinduzi mwema. Nashukuru sana na Mungu wa bless sana wote waandishi wa habari. Shukrani sana. Bwana, tumesafiri mpaka kufika Mbeya huko anakuita Makongolosi. Lengo ni uzinduzi wa series ya Kisasi. Tuko na mwanadada hapa katika red carpet. Tuzungumze naye mawili matatu, atuambie kuhusiana na series hii pia na atueleze yeye amehusika kama nani katika series hiyo. Habari ya wewe dada? Salama. Vizuri? Tuko vizuri. Umependeza mashallah. Asante. Kwa sababu leo ni siku ya Eid Mubarak. Sawa. Bwana, kwanza tuelezee kuhusiana na uzinduzi wa series ama tamthilia ya Kisasi. Wewe ni mhusika kwenye tamthilia hii? Na unahusika kama nani? Nimeshiriki kama dada jambazi kwanza. Yani nimefanya vitu vya hatari sana mle ndani. Kwa macho ya Tanzania inawezekana ni mgeni katika tasnia. Je, hii Kisasi series ni ya kwanza ama ulikuwa katika industry kwa muda mrefu pia? Nipo kwa muda, sio kwamba Kisasi ni ya kwanza. Nimefanya Bunji pia nimeshiriki. Itoshe kusema series zote ambazo zinahusika Mbeya unakuwepo. Na huko unaigiza katika masuala ya ujambazi, ukiwa kama mwanamke, ilikupa ugumu kiasi gani? Ilinipa ugumu sana tu, sio kidogo, kwa sababu kwanza nilitakiwa kumbeba mtu, yani kama nimemuua mtu afu natakiwa nimbebe nikamzike. Kweli nipa ugumu katika kumbeba mtu, unajua mwenyewe mwili wangu so mzuri sana, uko strong mzuri. Kwa ilinipa wakati mgumu, lakini tumefanya na kazi ni nzuri sana. Ongea na Watanzania uzuri uliokomo ndani ya tamthilia ya Kisasi. Yani nahisi kama nikiongea nitawapunguzia hamu ya kuangalia, ila tu series ya Kisasi ni kazi nzuri sana. Yani Watanzania wakae wakisubiri kuja kuitazama series ya Kisasi. Ni kazi nzuri sana. Ndio. Pia mashabiki zako wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Wananipata kwa Chiwelu Thomas, Instagram, TikTok Chiwelu Thomas, Facebook pia Chiwelu Thomas. Ndio. Kila kheri bwana. Shukrani. Mwambie amehusikaje katika tamthilia hii? Habari ya wewe? Poa, mambo? Mashallah, umependeza sana. Asante. Hongera pia na Eid Mubarak. Nashukuru. Sawa. Tuambie bwana, umehusika kama nani katika tamthilia hii ya Kisasi? Mimi ni main. Yes. Ndo main character kabisa. Acha bwana. Haikupa shida kuanza nao hii tamthilia ama ni kwa namna gani uko na experience ya kuigiza shughuli zinazohusiana na mambo ya visasi? I say kazi ni ngumu lakini tunapambana. Ambia mashabiki zako kuhusiana na uzuri tamthilia hii, watakuja kuona nini ambacho pengine hawajakiona katika tamthilia zingine? Kiukweli kazi tuliyofanya ni nzuri sana. Kazi ni nzuri na wataiona, watashuhudia wenyewe. Ukiwa kama mwanamke na main character katika tamthilia hii, zungumza na wanawake wenzako kwenye kazi za sanaa, consistency mpaka unaamua kufanya kitu kizuri kama hichi. Mimi nawashauri watu wasijiweke nyuma, wasio kaona kama sanaa ni uhuni, wafanye sanaa kama ni biashara. Na wakaribisha sana kwenye Kisasi. Wewe umelipiza au umelipiziwa? Bado tujifikia huko. Tueleze basi kidogo Kisasi kuna nini? Watu wanashauku kujua jamani, mbona mambo ya visasi tena?
siwezi kuelezea sana kwa sasa, bado ni mapema, ila kazi ni nzuri, wategemee kazi nzuri. Tanzania One. Yes. Shukran sana. Okay, thank you. Kila la kheri, uzinduzi mwema. Asante.